Na bulldozer. Thank you. Number one, Mbagathi na Cosmo ndio unaona watu wa one term hapa. That is how divided you guys are. Umesikia mwingine anasema Matiang'i ndiye anaweza. Nyongesa amesema Matiang'i hana numbers. For your information, I come from Kisii and we have 900,000 votes as per now. But if tukiregister, there will be more than 1 million votes. Not to say that sasa they have dismissed Matiang'i already, and that is how divided that opposition is. Number two, like my brother Pinard's been saying, what better thing are these people going to do yenye Ruto hajafanya? Awatuambi, for example, housing. Ruto angeweka hapa Mkuru kwa Njenga, angeweka Nyeri, na mimi nitaifanya better than Ruto. They are not telling us that. Kitu mnasema ni Ruto ni one term, sijui hata Umbu ikisimama against Ruto Umbu itashinda. My friend, elections are not won that way. Saa hii hakuna mtu wako na pesa mwenye anapeleka delegations venye Ruto anafanya state house, and you know that is how Ruto won the elections. Alianza kupeleka watu Sugoi in 2013 wakati Uhuru anavai for presidency, and nyinyi kwa ground mnaona kama hiyo ni kitu ndogo sana. That one ina make impact. Sai Ruto amekuja Kisii, anavuruga nani Matiang'i vibaya sana. Simbarati now is against Matiang'i, and you people want us to sit pretty to say the opposition is united. There is nothing like a united opposition. Ona Trans Nzoia already, Eugene na Tembea are fighting. That is a divided. Kutoka kwa nyumba Trans Nzoia division, kutoka Kisii there is division. Sasa ukienda kwa Kikuyu already DCP and Jubilee they are fighting, alafu you want to tell us eti Waluya na Wakikuyu. Are you imagining things? Hata Musalia Mudavadi alijaribu kusimama, Waluya hawakumpigia kura. They didn't even vote him half of the Luya. So the Luya community is divided, and I'm happy. Sai wa Kikuyu they are divided. That is mimi kwangu sasa, wacha niwaambie siasa. As long as Kikuyus are divided, I don't want another Kikuyu president in Kenya. Mimi I'm that tribal, by the way. Thank you. David. Kuna swali kwa David. Hata mimi kuna swali kwa David. Yeah. So wewe tuseme walisema president hawezi kupelekea chakula kwa meza. Lakini wewe from 2022 mpaka saa hii Ruto ni nini wewe unaona amefanya like inaweza saidia? Guys, tuongee tukitap tafadhali. Naona tu kwa sima peke yake ndiye anatap na David. Na wewe David mwenye ako hapo chini, hata huyu David wajua sijui kana. David. Yes. Ni nini Ruto amefanya wewe saa hii unaweza amuka asubuhi uende umpigie kura? Saa hii tu. My brother, apart from the politics, wacha tu nikuambie ukweli. Tuweke siasa kando, tuongee ukweli. Saa hii there is some I'll always give somebody, nitampea flowers wakati amefanya kitu. My friend Shah is working. You like it or not, Shah is working. Number two, the housing, Ruto is so serious about housing that imeanza kuonekana. Something inaonekana kwa ground. Number three, uongo ukweli, the economy saa iko sawa. Imagine Kenya saa hii for the last karibu 1 year. Maneno ile maneno ya unga tulikuwa tunasikia, maneno ya eti tuna import mahindi imeenda chini sana, my brother. Hata kama Rigathi anachukia Ruto na anaongea things against him, but kwa ground things are working. And Ruto ni alifanya mvua inyeshe. David, Ruto ni alifanya mvua inyeshe kwa sababu hatujakuwa na drought for the last 4 years. We have not had drought for the last 3 years. David, Ruto amefanya mvua inyeshe. Magadi. Kwani wakati wa Uhuru mvua iko inanyesha? Mvua iliacha kunyesha wakati wa Uhuru? Mimi ndio na deal na wewe ngajana Mbagathi. David nakuuliza. Sawa my brother. Natoka Western. Yes. Na for the last kuanzia 2022 kurudi back. Sai watu wana harvest mahindi, sai Gorogoro inafaa iende na 70 ama 60. Yes bro. Sai Gorogoro inaenda na 100 ama 120. So for you, is that economy stable? Bro, aya swali lingine wacha nikurudishie niulize nyingine. Wakati wa Uhuru akitoka Gorogoro silikuwa 150. Nimekuambia harvest period, meaning kuna chakula.
Western. good. Nimekuambia harvest. My brother, ndio hiyo I'm trying to pump maybe sense into you ndio usikie. Hii harvesting imefanywa nini imeimprove? Sasa kuna fertilizer iko cheap. Ni uongo kweli? Unajua unaongea vibaya, si ati you pump sense into me. Unasikia unajua hiyo si matusi. Si matusi, pumping heshima ni kitu ya maana hata kama sikujui. Usiniongeleshe vibaya. Wewe unatoka Kisii, mimi natoka Western. Bro nataka sense into someone is not abuse. Sikia kwanza. Mimi natoka Western, wewe unatoka Kisii. Nyinyi mnapanda mandizi, sisi tunapanda mahindi. Nimekuambia tunapanda mahindi, Kisii tunapanda mahindi. Nimekuambia harvest season. Sasa wewe ndio unajua kila kitu, sasa ongea. Sikia kwanza. Harvest season inamaanisha hii mahindi hata before ikauke utachota uende usiage. Hii mahindi kwa area unaweza pata na any amount unataka. Saa hii hiyo mahindi inatoka 100 120. Niambie January ikifika mahindi itatoka how much? So kwako unasema hiyo mbolea ilisaidia pesa ikuwe hivyo. Swali lingine nilikuwa nataka kukuuliza ni wewe unasema affordable housing. Wewe unataka kazi au unataka nyumba? Affordable housing. You know we have to be unajua inabidi pia tuseme ukweli ingawaje tunataka kufanya politics. Wakati ya uhuru tulikuwa tuna harvest the maize 20 metric ton ya maize in every end of the year. Right now time yako haijafika ndugu yangu. Okay, I'm going to conclude na sema hivi. Right now we are harvesting 44 metric ton of maize. So it's almost double. But since hiyo wakati yangu hata ninyamaze. Thank you. Kuchangia yako brodoza, kuchangia yako iko sawa, lakini ile kitu nasahau ni kwamba hiyo Uhuru na tajataja Ruto pia alikuwa ndani. Kwa hivyo kama alikuwa 40 nani anatoka Western hapa? Please tusaidie. Nani anatoka Western? Hata Ruto hiyo serikali Western. Nani anatoka Western? Wosema. Hata mimi nadanganya ukweli, si nataka kama nadanganya mtu aniambie am I lying? Ukweli. Unadanganya. Mahindi sasa hizi ni 50. My brother. Wapi 50 wapi? Wapi? My brother himo. 50 bob mahindi natoka 50 bob sahi. Wapi? Ngoja kwanza mahindi 50 bob wapi? Kitale yenyewe ni 120 waache watu. Amjevuna, sisi tushavuna, nyinyi amjevuna. Sasa hizi iko 50. Kuja na lori ukuje ubebe mahindi. Somebody is Acha niwarudishie niwaambie hivi. Unajua kwa biashara sasa ama in a country kuna demand na supply. Nyinyi mnaongea kama wale watu mnauza mahindi. But kuna demand pia. As long as the prices zimeenda chini, sahi hata a country, we can feed a country. Sisi we happy, sisi kama consumers, watu wenye tunakula unga, we are happy wakati mahindi bei ina reduce. Na hiyo vitu mnajaribu kusema eti Kisii hawapandi mahindi. My brother, have you gone to Kisiland? We plant everything. See ndizi pekee zinapandwa bwana, mahindi hakuna ndizi na miwa. Wewe kosi ni nini mbaya na wewe bana? Sisi wenyewe mko na shamba ndogo. Mko na shamba kidogo hapa. Wacha kudanganya bwana, madi inapanda mahindi kwa soya. Kisii hakuna mahindi. Wanapanda mahindi ya commercial farming. Sio ile mahindi nyanyako anapandanga hapa ya kukura. Kisii bwana yenyewe ni miwa bwana. Unaongea mahindi ya commercial farming. Umefika Kisii wapi? Hakuna mahindi yanapandwa Kisii, watapanda mahindi kwa mashamba gani? Watapanda mahindi kwa mashamba gani? Haki ya Mungu ndio mimi. Kuna tu mashamba kidogo eka 2 eka 1. Utapanda mahindi aje hapo? Mbagathi, my brother, can I tell you? Unaona hii entitlement wa Kikuyu mko nayo hiyo? Ndio maana mimi hakuna entitlement. I'm just telling you the truth. Mimi si Mkikuyu. I'm telling you the truth. We are talking about mahindi yenye inapandangwa Trans Nzoia, Western na Rift Valley, commercial farming. Sasa sahi hakuna wakati haiva. Wait. Hiyo ya kupika hakuna mahindi mingi Kenya. Hakuna mahindi mingi Kenya kuliko last time venye Uhuru alikuwa. Kisii tuambie mandizi. Hakuna mahindi. Kisii ni mahindi gani imetoka Kisii? I'm asking you Kenya. Swali yangu hawana mahindi Kenya. Ini mahindi Kenya hakuna mahindi.
Unaona? Good bas. Ndio hiyo. Kenya ni Kisii, ungeniambia Kisii kuko na majani na zamini. Mbagathi relax. Acha kuacha niko nimerelax kabisa. Unadanganya bwana. Ni vile unanidanganya bwana. Nakuuliza ni Kisii yenyewe watu ni 800. Mahindi hawana, unatuambia ati hiki. Unatuambia nini bwana wewe? Wewe Mbagathi. I'm speaking to Mbagathi nakuuliza. Mbagathi, sahi the amount of maize tuna produce si mingi kuliko the last government, si mingi. Ungedeal na mimi kwanza tuende kwa Mbagathi. Okay bro, sahi mahindi si mo hatuja increase kidogo. Unajua, let me tell you one thing. Wewe mkae na kuwa na good climate ime participate climate, not only climate guys. Ngoja. Yes, it is. Mbagathi. It is. Isi climate peke yake. Kwani unaendanga unapanda mahindi na climate? Let me reply to Mbagathi. Angebatiana fertilizer alafu kukuja kiangazi yenye ilikuwa wakati wa uhuru. Mahindi ketoka wapi? As long as we are waiting for Mbagathi. Bagadi, wacha huyu jamaa ongee bwana. Bagadi, wacha kuweka Bagadi. Wacha kuweka noise bwana. Wacha huyu jamaa ongee. Wacha kuweka noise hapa. Wacha huyu jamaa ongee. Boss, maliza statement yako. Ulikuwa na deal na Eyo. Okay, Eyo. Number one, it's a fact for sure. Wacha nikwambie ukweli. Apart from all other arguments, produce ya mahindi in Kenya ime-increase. Now what are the factors kwa produce ku increase? Number one, sahi mahindi ukweli, I mean kuna the climate yenye tumekuanga nayo climate Kenya anyway, tangu Kibaki tumekuwa na hiyo climate. Number two, Ruto akakuja na idea ya fertilizer. That one is a great boost kwa mahindi yenye imekuwa Kenya sahi. We would like tusidanganyane. Hiyo fertilizer has worked wonders kwa mahindi sahi. Gala na Kulalu sahi wali produce last time mahindi mingi sana. So hatuwezi sema eti climate eti time ya Uhuru kulikuwa na kiangazi. That one is not anini. Let's say the truth is Uhuru na zile subsidy zao zenye walikuwa wanafanya, walikuwa wanakula pesa ya serikali. Na hiyo subsidy ndio Ruto aliingia akatoa